wa kikao chetu cha baraza la madiwani, mkutano wa kawaida robo ya 3 ambao umefanyika leo siku ya Alhamisi tarehe 28 Mei mwaka 2026. Jambo la kwanza, tumepitisha sheria ndogo. Naomba hilo sasa niliweke rasmi. Waheshimiwa madiwani, tumepitisha wa manispaa Kinondoni kwa kauli moja, tumepitisha rasimu ya sheria ndogo za manispaa ya Kinondoni. Rasimu hiyo imezingatia sura ya 288 toleo la mwaka 2023. Sheria ndogo hizi ambazo tumezipitisha leo zimebainisha vyanzo mbalimbali vya mapato kama ambavyo imeelezwa kwenye kikao chetu. Kwanza ni sheria ndogo ya ada na ushuru za halmashauri ya manispaa Kinondoni za mwaka 2026. Sheria hizi si kwamba ni mpya, nyingi zimekuwepo, tumezifanyia maboresho kulingana na wakati, na hizi ambazo tumezifanyia maboresho kulingana na wakati ni zile sheria ambazo ziko ndani ya mamlaka yetu. Zile ambazo haziko ndani ya mamlaka yetu, sisi tuna jukumu la kutunga sheria ndogo. Sheria mama zinatungwa na kupitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini bado pamoja na kwamba ziko ndani ya mamlaka yetu, nimetangulia kusema hii ni rasimu, kwa maana bado ziko hazijaidhinishwa. Mtu wa mwisho wa kuidhinisha sheria hizi ili zianze kutumika ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye mamlaka ya serikali za mitaa, ambaye si mwingine ni Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Sheria ya pili ambayo tumeifanyia maboresho ni sheria ndogo za ushuru wa huduma za halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa mwaka 2026. Miongoni mwa sheria hizo ndio hii ambayo nimetoka kuielezea, ambayo ilileta mjadala mkubwa ya mabwawa ya kuogelea. Watu wengi waliona kwamba hatustahili kutoza ushuru kwenye swimming pools, lakini sisi tumeamua na tumepitisha kwamba tutatoza ushuru wa shilingi 100,000 kwa mwaka kwenye swimming pools zote za ndani ya halmashauri ambazo zinaendeshwa kibiashara. Naomba nisisitize, ambazo zinaendeshwa kibiashara. Wale wote ambao wana swimming pools, ziwe kwenye hoteli, ziwe nje ya hoteli, lakini zinatumika kibiashara, tutachaji ushuru wa shilingi 100,000 kwa mwaka. Tumeondoa kwenye nyumba binafsi za watu. Maoni mengi ambayo tulipokea yalionyesha kwamba kwenye nyumba za binafsi tusichaji ushuru huo. Kwa hiyo kwenye nyumba binafsi tumewaondoa, tunakwenda kwenye wale ambao wanafanya biashara.